Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala wa ba'du. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu na kipenzi chake si mwingine bali ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye ndio hadana ila alkhairi, alituongoza kwenye khairi, wa ab'adana ani sharri, na katuweka mbali na shari. Lakini Mtume ametuletea Uislamu, na Uislamu akaumekiwa taratibu zake, na mambo mengi ya Kiislamu takriban yote yameshikwa na elimu. Leo kitaka ndoa yako ya salama, basi sharti ndoa hiyo imeshikwa na elimu, inaongozwa na ilmu, inasimamiwa na ilmu. Lakini pia biashara, ibada zote hizi zimewekewa elimu. Kama ibada yako utakuwa tunaiongoza ni ibada ambayo imekosa elimu, utakuwa ibada hiyo bado ipo katika shida. Lakini pia tumewekewa dhikri mbalimbali, na leo tutazungumzia ihtiyaju ruhi ila dhikri, ihtiyaju ruhi ila dhikri, namna gani roho inavyohitaji dhikri au inavyohitaji dua, inavyohitaji uradi. Adhikru ashraf ma yamurru fil khatiri, dhikri ndio kitu kitukufu zaidi ambacho kinachopita katika akili. Wa ashrafu ma yataharraku bihi lisan, na ndio kitu kitukufu ambacho kinachotikisa ulimi. Ulimi unatikisika kwa kumtaja Mwenyezi Mungu. Ulimi unatikisika kwa kumdhukuru yeye Allah. Ulimi unatikisika kwa kumwadhimisha Mwenyezi Mungu. Lakini wa huwa alhisnu almani'u liamradhi shayatin ashaitania, lakini dhikri ndiyo ngome inayozuia maradhi ya kishetani. Kwa kuliona hili, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yeye alielekezwa na Allah, na baada ya kuelekezwa na Allah, mtume akatuelekeza sisi waja wake, akatuelekeza sisi umati wake au watu wake, kwamba dhikri, ametuwekea dhikri mbalimbali. Dhikri wakati wa kulala, dhikri wakati wa kula kumtaja Mwenyezi Mungu, dhikri unapoingia chooni. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kwa namna alivyoiona kwamba mwanadamu ili awe salama, basi ni lazima kila mahala awe na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa kukimbilia kwake ni kule kumtaja, ima wakati wa kulala, wakati wa kutoka nyumbani unakwenda kazini. Humo makazini mna uadui, humo makazini watu wanafanyana uchawi, humo makazini watu wanafanyana hasadi. Pengine nafasi uliokuwa nayo uende ukafanywa hasidi ukaondolewa. Sasa kama huna dhikri, una dua za kumkimbilia Mwenyezi Mungu, wewe ukiamka unaamka tu, huna habari ya dua, huna habari ya kumshukuru Mungu, huna habari ya dhikri. Muislamu huyo anatoka hapa anakwenda kazini, mwisho wa siku anarudi shilingi 100 hana. Hili pia ni swala ambalo linatokana na kukosa dhikri. Dhikri ni kitu kitukufu sana, kama tulivyozungumza, na roho zetu sisi tulizokuwa nazo ili ziwe salama zinahitaji zipate dhikri.
Mtume ametuelekeza dhikri wakati wa kulala, na tumeelekezwa na wanazuoni kwamba tusome zile mauidhataini, manake usome Falaki, usome na Nas kwa idadi ya mara 3, lakini pia ukapata na Ikhlasi 3, na baada hapo ukasoma dua. Baada ya kumaliza sura hizi 3, Ikhlasi ukazisoma 3, Falaki 3, Nasi 3, ukamwambia Mwenyezi Mungu bismillahir rahmanir rahim. Hii ni dua ambayo inakuelekeza, tunaelekezana labda wakati unapotaka kulala. Bismika, kwa jina lako, Rabbi, mlezi wangu, wadhatu jambi, ni maulaza mwili wangu, wabika arfauhu, na kwa ajili yako nitaunyanyua. In amsakta nafsi farhamha, ukiizuia roho yangu basi irumie. Wa in arsaltaha, na ukiiachia roho yangu, fahfadhha, ilinde, bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, kwa namna ambavyo unavyowalinda waja wako waliokuwa wema. Hii ni dua unaisoma baada ya kutaka kulala. Umeshamaliza kula, unakiendea kitanda chako, soma dua hii. Hutosumbuliwa na mchawi, hutosumbuliwa na shetani, wala wanga, wala mauzauza ya aina yote, na hata wanga waungane kukufuata wewe kwa ajili ya kukudhuru. Baada ya kuwa umesoma dua hii, umepata Falaki 3, Nasi 3, Ikhlasu zako 3, ukaisoma dua hii, bismika rabbi wadhatu jambi wabika arfauhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Dua hii ukiisoma, wanga hata waje wamejaa roli zima hawawezi kukufanyia ubaya wa aina yoyote, na utalala ukiwa salama. Kwa nini? Kwanza, jambo la kwanza umekabidhi mwili wako kwa Mwenyezi Mungu. Umwambia, kwa jina lako Mola wangu mlezi, wadhatu jambi, nimeulaza mwili wangu. Manake unamkabidhi Mwenyezi Mungu ule mwili wako. Lakini jambo la pili, wabika arfauhu, na kwa ajili yako nitasimama. Manake baada ya kuwa umekabidhi mwili, jambo la pili umekabidhi roho. Kuikabidhi roho yako kwa Allah, kwamba endapo nimelala umenichukua moja kwa moja, basi Mwenyezi Mungu nihurumie, roho yangu yeke mahala pema. Lakini ukiachia roho yangu, nimejikuta mpaka nimelala, nimeamka, niko mzima, nipo salama, basi nakuomba Mwenyezi Mungu vile vile roho yangu iendelee kuilinda kama vile ilivyokuwa unavyowalinda waja wako wema miongoni mwa manabii, wacha Mungu, mawali, vipenzi wako. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kupitia dua hii basi iwe faida kwa Waislamu wale ambao wanahitaji dua kama hizi wakati wa kulala, pengine labda hawazifahamu dua hii, basi ni vema watumie. Na wao wakiwa wanasumbuliwa na wachawi, wanasumbuliwa na mashetani, itakuwa ni ngome kubwa, na malalamiko hayo tena hayatopatikana ndani ya familia wala kwa Muislamu wa aina yoyote, kama atatumia kisomo hiki wakati anahitaji kulala. Lakini pia wakaongezewa na chuoni, unaweza ukamswalia Mtume mara 3, au kwa idadi unayoitaka wewe yoyote, mpaka usingizi unakuchukua, hali ya kuwa umeshatanguliza zile sura 3 ambazo tumezizungumza, na dua yako hii umeisoma, hutosumbuliwa tena na jambo la aina yote, na utalala ukiwa salama usiku huo mpaka patakucha ukiwa salama. Hutosogelewa na mjusi, hutosogelewa na buibui, hata kusogelea sijui tandu. Hii dua inazuia mpaka wadudu. Mtu unapolala, kuna vitimbi vingi ndani huwa vinaingia ndani ya majumba. Anawezekana kaingia kitu kibaya,
ukioni, na muda wewe umelala, akili yako fahamu haipo tena, imeshatoka. Kama hutokuwa wewe hutumii dua, itakuwa kila siku roho yako inakuwa inapata shida. Wachawi wanaweza kuzitega roho wakati wa kulala, ile roho wanakuja kuitia maradhi. Unaweza ukapata maradhi yakachukua muda mrefu kupona, ni kwa sababu ulilala bila ya dhikri. Kulala kwako uliacha dhikri. Leo nakuta watu muda wa kulala, Waislamu mke na mume, wataanza kuzozana, watagombana, mwisho wa siku elekea huko na mimi naelekea huku, tusongee mpaka alfajiri. Hizo ndio dhikri zetu, dhikri ambazo ni dhikri za kishetani, na mwisho wa siku wanga wakija wanatubeba, wanachukua kwa urahisi kabisa, wanatutumisha asubuhi. Kila mtu akiamka, kiuno kichwa kinauma, mwili unauma, kwenda kazini anajifikiria mara mbili. Epukana na mambo ya kusumbuliwa tena na wachawi. Ukitaka kusumbuliwa na wachawi kupitia dua hii, ni wewe mwenyewe ndio umejitakia. Wa ila huna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.